Zaidi yako hakuna Mungu kama wewe. Tunakuadhimisha hali hapa kwenye hii madhabahu. Pokea sifa na heshima Mungu. Asante kwa neema yako, asante kwa rehema zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu uliye hai, tunakuadhimisha tena jioni. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni mkuu sana. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuheshimiwa, unastahili kutukuzwa. Hakuna mwingine kama wewe. Tunakiri uweza wako e Bwana jioni ya leo kwenye hii madhabahu. Acha anga la mji wa Lindi lijue ya kwamba wewe unastahili kuheshimiwa Bwana, kuabudiwa peke yako. Wewe ndiwe Mungu wa miungu, wewe ndiwe Mungu utawalaye. Pokea sifa hizi, pokea heshima hizi, pokea utukufu e Bwana. Mioyo yetu inakuadhimisha, vinywa vyetu vinaliungama jina lako, kwa kuwa hapana kama wewe. Katika jina la Yesu aliye hai, uumbaji wako ujue ya kwamba hapana kama wewe Bwana. Tunakuinua Bwana, tunakuadhimisha. Asante kwa neema hii, asante kwa jioni ya leo, asante kwa siku ya leo, asante kwa uweza wako, asante kwa nguvu zako. Wewe ndiwe Mungu uliye hai. Sifa na heshima ni za kwako na utukufu ni wako Bwana, katika jina la Yesu. Ni nani aliye kama wewe, Mungu wa pekee na wa kweli, uliyeziumba mbingu na nchi? Mioyo yetu inanyenyekea kwako Bwana. Tunapunguka leo ili wewe uzidi, 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 wewe uzidi kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu aliye hai. Pokea sifa na heshima. Hii ni jioni ya pekee Bwana. Sema nasi tena, ongea 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 nasi Bwana, ongea nasi Mungu uliye hai, kwa jina la Yesu Kristo. Itumie madhabahu hii, itumie chombo hiki, nitumie e Bwana kwa namna ya kwako, kwa namna ikupendezavyo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Gusa maisha ya watoto wako, gusa maisha yao. Sema nao, sema nao, sema nao, sema nao, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Jesus. Wewe ni Mungu uliye hai. Dunia nzima imejaa sifa zako. Wewe ni Mungu uliye hai. Miungu ilipoonyesha kiburi ili katika shingo zao, Dagoni alivunjika mbele ya uwepo wako. Wewe ni Mungu uliye hai. Hufananishi wewe, hulinganishi wewe, hulinganishi wewe. Wewe ni Mungu uliye hai. 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 Haujawahi kufananishwa, haulinganishi wewe. Wewe ni wa pekee, wewe ni wa ajabu, wewe ni wa ajabu Bwana, wewe ni wa ajabu, wewe ni wa ajabu. Oh, mataifa yalipojaribu kukulinganisha na Dagon akavunjika shingo. Wewe ni wa ajabu. Miungu ilinyamaza kimya, Baali alinyamaza kimya. Ulipojifunua kwa moto, miungu ikanyamaza kimya. Wewe ni Mungu wa ajabu. Tunakuinua jioni ya leo, tunakuinua kwenye hii madhabahu, na ijulikane hivyo Bwana ya kwamba wewe ni Mungu wa ajabu. Na ijulikane hivyo Yesu, na ijulikane hivyo, na ijulikane hivyo, na ijulikane kwenye madhabahu hii, na ijulikane kwenye mji huu, na ijulikane
ijulikane kwenye anga hili, na ijulikane kwenye ardhi hii, ya kwamba wewe ni wa ajabu, ya kwamba wewe ni wa pekee, ya kwamba wewe unatisha kama nini. Bwana, 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 inuka kwenye mji huu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Mandalabas. Mungu asante. Ninaomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Siri ya imani juu ya kifo cha Yesu wapi? Msalabani. Haleluya, watu wa Mungu. Na leo tunaendelea. Fungua Biblia yako sasa. Nyanyua mkono wako kwanza wa kulia. Sema Roho Mtakatifu. Funika macho yako. Sema Roho Mtakatifu, niko tayari Bwana. Zungumza nami. Sema nami Bwana kwa neno lako. Yaguse maisha yangu jioni ya leo, katika jina la Yesu, amen. Waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 2, mstari wa 24 mpaka wa 25. Maandiko yanasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Nataka uone hiyo. Anasema yeye mwenyewe alizichukua, aliamua kuzichukua dhambi zetu katika mwili wake. Alafu anasema juu ya mti. Hakuzichukua akaenda nazo mahali pengine, lakini alienda nazo juu ya mti. Huu mti anaosema hapa ni msalaba. Ndio maana unapojifunza habari za msalaba utagundua wengine msalaba wanautumia kama utambulisho. Kwa maana ya ukitaka ujue kwamba hili ni kanisa, utakuta alama ya msalaba. Ukienda kwenye makaburi ukitaka kujua hili kaburi aliyezikwa hapa ni Mkristo, utakuta alama ya nini? Ya msalaba. Kwa hiyo msalaba unatumika kama utambulisho. Utaona kila mtu ana maana yake unaposema msalaba ni nini. Kila mtu anaweza akawa na tafsiri yake kwa namna unavyotumika kwao. Mwingine atakwambia msalaba ni nembo yetu sisi wa Kristo. Ili uweze kujua kwamba kanisa hili ni la Kikristo, lazima liwe na msalaba. Mwingine ataeleza anavyoweza. Lakini msalaba ni zaidi ya hayo yote hayo. Unapokuja kwenye swala la imani, neno la msalaba kwao wanaopotea, Biblia inasema ni upuuzi. Fungua Biblia yako kile kitabu, niunganishe kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Moja ya makanisa yalikuwa masumbufu kweli haya. Hayataki kukaa kwenye maadili ya Kikristo. Linapenda baraka na karama za roho, lakini halitaki kutembea sawasawa na Mungu anavyotaka. Ni pamoja na kanisa hili la Korinto. Na ndio maana Paulo alikuwa akiliandikia nyaraka ngumu kidogo, ili amkini lipate huzuni itokayo kwa Mungu, ambayo itawapelekea toba. Na ndio maana anawaambia kwenye waraka, kwenye nyaraka hizo ukisoma za kwa Korinto, anasema nilipokuwa nikiwaandikia nyaraka sifurahi tu kwa sababu mlipata huzuni, lakini huzuni yenu mlioipata ni huzuni itokayo kwa Mungu, na ni huzuni iletayo toba liletalo wokovu. Sasa analiambia kanisa, watu waliookoka, walioko Korinto. Kwa nini? Kwa sababu pamoja na kuokoka kwao, lakini ndani yao kulikuwa na maisha ambayo ni ya kipagani. Ukisoma kwenye ile sura ya kwanza mstari wa 17 mpaka wa 18, Paulo anasema, maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema,
wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Nataka uone hiyo sentence. Neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Mstari wa 12, kila mtu wa kwenu husema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Alafu mstari wa 14 anasema, nashukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu ila Krispo na Gayo. Kwa hiyo unagundua Paulo hakubatiza watu wenu. Anasema kwenu nyinyi wa Korinto sikubatiza watu kwenu isipokuwa Krispo na Gayo. Kwa sababu mgogoro uliokuwepo, watu wanajitenga makundi makundi. Mimi ni wa Paulo, kitu ambacho hata leo utakiona makanisani. Watu wamejiweka mimi ni wa mtumishi fulani. Kwa nini? Kwa sababu kuna jambo alimuombea Mungu akafanya. Kwa hiyo watu wanajimilikisha kwa majina ya watumishi, na wengine wanajimilikisha kwa majina ya huduma zao. Wanasahau sisi watumishi hatukufa kwa ajili ya mtu. Paulo anasema, je, Paulo alikufa au alisulubiwa kwa ajili yenu? Kwa nini mnasema mimi ni wa Paulo, na wengine mnasema mimi ni wa Apolo, na wengine mnasema mimi ni wa Kefa, yani mimi ni wa Petro? Paulo anavunja hicho kiambaza ili Wakorinto wasije wakagawanyika kwa sababu ya kujimilikisha. Akawaambia, je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Kwa sababu yule mliyebatizwa kwa jina lake ndiye anayewaamini ninyi kama mali yake. Kwa nini mnataka muonekane ni mali ya Paulo wakati mlibatizwa sio kwa jina la Paulo? Kwa nini mnataka muonekane ni mali ya Apolo wakati mlibatizwa sio kwa jina la Apolo? Anawaeleza na sema, mimi hapa Kristo hakunituma ili nibatize, bali ni ubili habari njema, wala si kwa hekima ya maneno. Msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Anasema wala si kwa hekima ya maneno. Maana yake unaweza kuhubiri kwa hekima ya maneno. Iko hekima ambayo mtu anaweza kuwa nayo ya kupangilia maneno mazuri. Ndio maana kuna watu ambao si kwa sababu wamejaa Roho, lakini wana kipawa cha kuongea, lakini wana power of inspiration, wana uwezo wa kutoa hamasa. Si ile haihitaji uokoke bwana, kile ni kipawa. Anayo hekima. Mwingine kwa sababu amesoma psychology, ana uwezo wa kujua namna ya kudili na akili na hisia za watu. Kwa hiyo anaitumia psychology, anayapangilia maneno kwa hekima, kiasi kwamba watu wakiyasikiliza wanasema yes, kumbe inawezekana bwana. Sio kila kitu lazima mtegemee Mungu. Unaweza tegemea akili zako, unaweza tegemea elimu yako, unaweza tegemea uwezo wako. Kwa nini anafika mahali pa kukonkludi? Kwa nini anafika mahali pa kuwaza namna hiyo? Kwa sababu amekutana na watu walio na hekima ya kupangilia maneno, na wamepangilia maneno kana kwamba ni maneno mazuri yanayoweza kumjenga mwanadamu. Kwa anapoyapangilia na wanapompa, angalia kinachotokea. Wakishayapokea namna hii, hawaoni msaada wa Yesu kwenye maisha yao. Wanaweza kujitegemea. Paulo anasema mimi sikuita hivyo, na hata kuhubiri kwangu sio kwa maneno ya hekima. Msalaba usije ukabatilika. Alichokuwa analinda ni msalaba. Kwamba asije akahubiri injili nyingine, watu wakategemea maneno yake,
na sio neno la Mungu lililo hai. Alikuwa analinda hicho ambacho leo kadiri nyakati zinavyoenda, watu wanaacha kukilinda, watu wanaacha kukieleza, watu wanaacha kukihubiri, watu wanaacha kukisema. Na nilikwambia msingi wa imani ya Kikristo, msingi wake ni Kristo. Kwa unagundua mauti ya Kristo sio kifo cha kawaida. Ndani ya kifo cha Kristo kuna nguvu halisi ya badiliko la maisha ya mwanadamu. Mauti ya Kristo sio kifo cha kawaida. Mauti yake ndio iliyofungua lango la ulisi. Biblia inasema agano la ulisi haliwezi kuwa na nguvu kama aliyelifanya hakufa. Kila aliyefanya agano la ulisi ilimlazimu lazima afe. Sasa kwa nini agano letu la ulisi liko bora? Aliyelifanya alikufa, akalifungulia agano la ulisi, lakini aliyelifanya baada ya kufa alifufuka. Yaani alikufa na kuwa hai. Ndio maana agano lake limekuwa imara vizazi na vizazi. Kila anayetembea na Yesu ndani ya agano lake wamekuwa imara. Kila kizazi kilichozaliwa kilipokubali kutembea na Yesu kikawa kizazi tishio duniani. Na kila kizazi kilichopo na kitakachokuja, wanawake na wanaume na vijana wa kike na wa kiume wanaokubali kuipokea imani na kuanza kutembea na Yesu duniani, wanakuwa imara ambayo dunia inastaajabu imara wao, kwa sababu ni aina ya wanawake na wanaume na vijana wa kike na wa kiume ambao hata wajapopita kwenye changamoto mbalimbali huku duniani wamebaki kusimama imara, very strong, watu imara sana, ambao changamoto na mitikisiko na majaribu na hali zote zinazowapata wanadamu kwao sio tishio, kwa sababu imani walio nayo ina uwezo wa kupambana na hali zote hizo. Ukisoma kwenye mstari wa 17, kwenye hiyo mistari niliyokusomea, mstari wa 17 wa Korinto wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa, anasema maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Mstari wa 18, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Mstari wa 19, kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye nini? Na akili zao wenye nini? Wenye akili nitazikataa. Kwa Paulo anapowahubiria injili, ndio maana alikuwa anaileta injili ngumu ya namna hii, kwamba wenye hekima Mungu ataikataa hekima yao. Jina la Yesu libarikiwe. Anasema ataiharibu hekima yao, akili yao wenye akili ataikataa. Ndio maana na Luka anapoandika injili yake ya kitabu cha Luka akamtaja Yesu kama mwana wa Adamu, ili ndugu zake wa Yunani, wa Griki waweze kuelewa lugha anayotumia, kwamba huyu ni mwana wa Adamu, ni mwanadamu lakini asiyefanana na sisi. Anaonyesha alivyo na nguvu kuliko wanadamu wengine. Kwa lugha ile wa Griki walielewa kwa wepesi, kwa sababu Luka hakuwa Myahudi. Sasa mwalimu, unafundisha nini? Hata usome vitu vingi, lakini kama hutaelewa neno la msalaba tena wa Yesu Kristo, nguvu ya Mungu utakuwa unaisikia kwenye TV. Kama hutaelewa siri ya imani inayotokana na kifo cha Yesu msalaba, nguvu ya Mungu utaisikia. Utaenda mahali na mahali kuombewa, pokea upako, lakini huo upako utakuwa unausikia redioni tu. Roho Mtakatifu aletaye upako umemweka pembeni.
Sasa unapojifunza juu ya neno la msalaba, sisi tunaokolewa ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu. Maana yake siri ya imani juu ya kifo cha Yesu msalabani inafungulia nguvu ya Mungu. Hii nguvu ya Mungu inayokuja sio ya kukufurahisha kwamba ninao upako. Ni nguvu inayokuja kuyafunua yale maisha ambayo Yesu aliyafia pale msalabani. Inafunua yale maisha ya haki. Inafunua ule uzima wa milele ndani yako. Nguvu ya Mungu. Ndio maana imani hii ni ufunguo wa nguvu za Mungu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo neno la msalaba kwetu tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo siri ya imani juu ya kifo cha Yesu msalabani ni kupokea nguvu ya Mungu inayofunua maisha ya Mungu ndani yetu, ambayo Yesu aliyaleta kwa njia ya msalaba. Nayo maisha tunayapokeaje? Kusamehewa dhambi, kuokolewa, kufanywa kuwa wake milele. Tunapokea ukombozi mkamilifu, kufunguliwa vifungo vyetu. Kwa nini? Yesu alikufa msalabani. Haleluya. Fungua Wakolosai, tumalizia hapa. Fungua Wakolosai, tumalizia hapa, tuingie kwenye maombi. Fungua Wakolosai, fungua Wakolosai, fungua Wakolosai, fungua Wakolosai. Wakolosai, ile sura ya pili. Umeiona sura ya pili? Kama umeiona sema amina. Kama umeiona sema amina. Kama umeiona sema amen. Wakolosai sura ya pili, ule mstari wa 13 mpaka ule wa 15. Maandiko yanasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Haleluya. Kama umenielewa sema amina. Nataka usikilize kwa makini ili Biblia inachozungumza hapa. Anasema hivi, ninyi mlipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu. Wale wanaosoma Biblia watagundua aina ya vifo, major types of death. Aina ya kwanza ya kifo kinaitwa kifo cha kiroho. Sema kifo cha kiroho. Kifo cha kiroho, spiritual death, mauti ya kiroho. Kifo cha kiroho ni kifo cha namna gani? Kifo cha kiroho kinatokeaje? Kifo cha kiroho ni kifo ambacho huyu mtu anakufa kiroho. Kimwili unamuona yuko duniani, lakini kiroho amekufa. Kufa kiroho ni kukosa muunganiko kati ya roho yako na Mungu. Mtu anakufa kiroho maana yake hana muunganiko kati ya roho yake na Mungu. Ukiona malaika wanaishi ni kwa sababu ya Mungu. Roho zote zenye mwili na zisizo na mwili, Mungu ndio chanzo cha uzima wa hizo roho. Mungu ndio custodian wa roho zote. Kwa hiyo kifo cha kiroho cha kwanza ni roho yako kukosa muunganiko na nani? Na Mungu. Na chanzo cha kifo cha kiroho ni uovu, ni dhambi, ni makosa. Lakini kifo cha pili
ni kifo cha kimwili. Kifo cha kimwili. Kifo cha kimwili. Kifo cha kimwili ni roho yako sasa kuachana na mwili wako. Kumbuka, kifo cha kiroho ni roho wa Mungu kuachana na roho yako. Kifo cha kimwili ni roho yako kuachana na mwili wako. Ndio tunasema marehemu ametuacha. Ameenda wapi? Ukisikia huu ni mwili wa marehemu, maana yake marehemu mwenyewe hayupo, ila mwili wake umebaki. Adamu na Eva walipotenda dhambi, vifo vyote viwili vilitokea kwa wakati mmoja. Mungu alipomuumba Adamu hakukuwa na kifo cha kiroho wala kifo cha kimwili. Alipotenda dhambi, sheria ya asili ikabadilika. Dhambi ya Adamu ilikuwa na nguvu mpaka ya kubadilisha sheria ya asili. Asili ya Mungu kumuumba Adamu ilikuwa asife kabisa, wala magonjwa hayakuwepo. Kwa hiyo aliumbwa na mwili ambao hauwezi kushika magonjwa. Lakini dhambi ilipofanywa ikachenji sheria ya asili, ambayo sheria ya asili hata baada ya Yesu kutukomboa, kutuokoa, sheria ya asili ya roho ya mwanadamu kuachana na mwili wake haijachenji. Atakuja kuimalizia mwishoni pale tutakapobadilishwa miili yetu, tutapopokea miili isiyoharibika. Kifo cha tatu hiki nacho ni kibaya sana. Hiki kinaitwa eternal death, kifo cha milele, mauti ya milele. Unajua hii yenyewe hainaga second chance. Ukishatumbukia kwenye kifo cha milele, there is no second chance. Mauti ya milele ndio ipi mwalimu? Yaani ni mauti ambayo duniani sulikume mkataa Mungu. Ukiondoka duniani hauna Mungu. Hadi ile siku ya hukumu wewe hukutani na Mungu. Maisha yako yanakuwa ni hakuna Mungu, na wewe unakuwa ni haupo. Eternal death. Ndio maana anasema saa ya wokovu ni sasa. Baada ya kifo, hukumu. Umepewa kufa mara moja, baada ya kifo nini? Hukumu. There is no second chance. Ndio maana usichezee nafasi hii unayopewa ukiwa hai. Sasa kwenye maandiko hapa anazungumza kifo gani? Anazungumza kifo cha kiroho. Hawa watu wanaosema mlikuwa wafu, walikuwa wanaishi kimwili, lakini kiroho walikuwa wamefanya nini? Wamekufa. Biblia inasema mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu, si ndio? Anasema lakini aliwafanya hai pamoja naye. Aliwafanya hai pamoja naye kwa kufanya nini? Kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Sasa unagundua kumbe tufanywe hai lazima kuna asili ya imani ndani yetu, imani inayotufanya tuamini nguvu za Mungu. Anasema aliwafanya hai kwa kuziamini nguvu za Mungu. Mwalimu, nguvu za Mungu naziaminije? Kupitia neno lake, injili ya Yesu Kristo. Unapoiamini, maana yake unaziamini nguvu zilizomfufua Yesu. Anasema hapo mkafanywa kuwa hai, maana yake mkaokolewa. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sasa anasema hivi, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Maana unapomwamini Yesu na kuijua siri hii, moja ya kitu kinachoingia moyoni ni assurance. Assurance maana yake hakika. Unaanza kuwa na ile hakika kwamba mashtaka yangu yote yalipelekwa wapi? Msalabani. Sasa kitendo cha kuwa na ile hakika ndani ya moyo wako kinafungulia nguvu ya kukutengenezea standard ya maisha.
sawa na kile ambacho Yesu alikifanya msalabani, kwamba mimi sio mtumwa tena, kwamba mimi sio mateka tena, kwamba mimi sio laana tena, kwa sababu Yesu kwa kwenda msalabani alifanywa laana ili mimi niwe baraka. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati za mashitaka zilipelekwa wapi? Sema kwa sauti, zilipelekwa wapi? Msalabani. Pale Kalvari yote yalikwisha. Hati zikapelekwa msalabani. Hati ya mashitaka ikapelekwa msalabani. Kwa hiyo alichonacho shetani ni forgery, not the original copy. Original copy ilipelekwa msalabani, ikagongomelewa msalabani kupitia mwili wa Yesu, kwamba ile hati isiwe na nguvu tena ya kuwahukumu watu wote watakaoniamini. Haleluya. Na jambo la mwisho, sikiliza mtu wa Mungu. Biblia inasema, na nitalieleza sana nafikiri hapo kesho ili tuombe. Biblia inasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena. Angalia lile neno, isiwepo tena. Maana yake shetani akisema, najua wewe, mimi nakushtaki, ninayo makosa yako ulioyafanya. Wewe ni mzinzi, wewe ni hivi, wewe uliua, wewe ulifanya. Unamwambia nilishamwamini Yesu na umesahau. Hati iliondolewa isiwepo tena. Mimi sio muuaji, wewe ni muuaji, mimi sio. Hati ya mashtaka yote iligongomelewa msalabani na akaiondoa isiwepo. Hakuna hati ya kunishtaki nikiwa ndani ya Kristo, kwa kuwa mimi ni kiumbe kipya. Damu za mababa zangu hazitaki kunishtaki, kwa sababu Yesu aliondoa. Ijue kweli uwe huru. Hati zako za mashtaka zilipelekwa pale. Hata ukiondoka leo, mwambie shetani haunidai kitu. Akikwambia ulifanya dhambi, mwambie nimeshatubu. Mwambie haya mawazo haya ni ya wazamani, mimi ni mtu mpya. Hizi ngome ulizojenga lazima zidondoke na ngome za Kristo ziinuliwe juu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Ule Ukristo wa kutembea kama mbumbumbu muda wake umekwisha. Changamka sasa, changamka sasa. Hati zako zilipelekwa msalabani. Yesu alipokufa msalabani, ameileta nguvu ya Mungu ndani yako ya kuyafunua maisha yaliyojaa baraka. Laana zitakiwi kuwa juu ya maisha yako. Wewe kama unamwamini Yesu, kuna maisha mapya yako ndani yako. Kama unanielewa sema amina. Sema Yesu. Sema Yesu Kristo, katika jina la Yesu niko mbele zako, nimesikia neno lako, ninaomba unisaidie. Inua imani hiyo ndani ya moyo wangu, ruhusu nguvu hiyo katika jina la Yesu kuja ndani yangu, inisaidie Bwana, iyafunue hayo maisha. Ninajiweka wakfu kwa ajili ya siku ya kesho. Nahitaji kukuona kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Amen, amen.